الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، naendelea na surati al-Kahf na tulisimama jana katika aya 9 ya surati al-Kahf yenye kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Kwa hakika kisa cha Kahfi tumeelezea kwa ufupi introduction, namna gani ilivyokuja katika mwanzo wa da'wa na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na vigogo vya Quraysh na ikawa jawabu imechelewa. Ilipokuja Mwenyezi Mungu anawajibu kwa kauli am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba ila nihayat qissat ashabul kahf. Na hii ni dalili kwamba ashabul kutub as-sabiqa walikuwa vitabu wa kabla, visa hivi walikuwa wanatoa with confidence, kwa uhakika kwamba sisi katika vitabu vyetu vimeshuka visa vijana fitia kwa watu wa Kahfi hawa. Na kuhusu Dhulqarnain, mtu akitajawar sharqan wa gharban, akifanya islah katika miji mbalimbali, kuteka miji na kueneza uadilifu na imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni Dhulqarnain na visa vinginevyo. Lakini hapa Mwenyezi Mungu anamuelezea mtume wake am hasibta. Hilo swala alilouliza moja katika hayo ni ile mwanzo, am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Unafikiri kwamba hicho kisa cha pangoni cha watu wa vijana waliokwenda katika kahf na pango, am hasibta bimaana am dhananta, umedhani, unadhani. Hasiba yahsab, anadhani, bimaana dhanna yadhun. Na kuna hasaba min alhisab, hisabu inakuwa yahsibu, minus plus divide multiply, hii katika hisabu Kwa hivyo kuna hasiba na hasaba na yahsabu anadhani, yahsibu anahisabu, tofauti baina ya maneno na fatha na kasra, harakati inabadilisha maana kabisa. Alhusban wadhanna huwa dhann. Am hasibta, unafikiri kwamba wao walipokuuliza maswali hayo, anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina, kanu min ayatina, kutokana aya zetu chunguzima, ajaba, la wallahi si ajabu wala si chochote. Na jawabu kwamba hapa kuna mengi sana ya ajabu. Katika kuumba mbingu na ardhi ni ajabu kubwa. Katika kumuumba binadamu kutoka tone tu mpaka kafika alipofika, kutokana na kukua kwa binadamu, kutokana kwa kutoka roho kwake, kufa kwake, yani mambo mengi mbele yao, malayin bil malayin, yani mifano yalikuwa ajabu zaidi kuliko kualaza hao kisa cha Kahfi ambao walilala kwa miaka 309, na kuna mwingine Uzair amelazwa kwa miaka 100, bal labista 100 am au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, kisa katika sura al-Baqara. Kisha akamfufua akaambia, tazama ulimwengu, unaona kwamba miti yote, mji wote umekufa, sasa tazama ulivyostawi, na punda wake kuhuishwa, na namuona hivi namna gani mafupa yanapochangamka na nyama kuvalishwa mafupa kwa nyama, na huyo mpaka punda akaamka, na hali kamwachilia chakula chake. Wanzu ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, hajaribika kabisa, yuko vile vile. Na kadhalika Nabii Ibrahim
alipochukua aina mbalimbali za ndege wanne, wale chinja, changanya nyama yao, tupa kila sehemu mbalimbali, waite, watakujia wale wale, sio wengine. Kwa Mwenyezi Mungu ajaib mengi sana. Usiku na mchana pekee yake ni ajabu kubwa kuliko kueleza vipi unakuja usiku na unaondoka kuja mchana. Inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat, ishara chungu zima basi kwa nani liuli albab. Kwa hivyo kama ile jambo ni dogo sana ulokuuliza min ayatina ajaba, unafikiri la, si ajabu chochote. Katika visa hivi katika Qur'ani yote ukitazama mna visa chungu zima, kuanzia Adam kuumbwa kwa ulimwengu, visa vya mitume mbalimbali vimetajwa, na anasema vinaweza kuwa katika kisa hiki ni 5% ya ukweli wa mambo yote yalivyo kuhusu vijana hawa. 5%, 10%, sehemu ndogo tu. Si kwamba kila kitu kuhusu habari zao, maisha yao, vipi walikuwa umri gani, kila mmoja kaoa hajaoa, na watoto katika mji wenyewe wakiishi wapi, vipi, hamna vyote. Ni kitu kilichokuwa muhimu chenye kutajwa hapa, ibra, funzo tunalipata katika darasa hili. Na hiyo ndio visa vyote. Utaona sana kisa unapata pasenti fulani ndogo min alhaqiqa, kutokana na uhakika wa mambo daima, lakini Mwenyezi Mungu anatutolea visa hivi nipate hivyo. Na kama ninavyosema kwamba watu wengi wanajitahidi kutafuta tafsiri katika mambo kadha wa kadha, lakini mengi hatuyajui, na Mwenyezi Mungu hataki kuyajua haya mambo. Hayatozidisha kitu, kutokuyajua hatupunguza kitu katika ile funzo linopatikana katika kisa hiki. Kwa mfano ukitizama kisa hiki, watu wengi wameandika, hatuwezi kuwakadhibisha, hatuwezi kuwakubali, lobakia ni kusema Allahu alam. Kwa sababu ukiuliza katika kisa hiki kisoma manhum, nani hao, nini identity yao zaidi, hakuna. Walikuwa fi ayi zaman, katika wakati gani? Watu wa Nasara wanasema katika watu wetu baada ya Isa, sijui nani wanasema watu kabla. Manhum hajulikani, fi ayi zaman, katika period gani katika history hajulikani, pahala gani, katika dini gani walikuwa, nani mtume wao, majina yao walikuwa nani, walikuwa katika pango gani, liko pande gani, katika mji gani. Kwa hivyo ukitazama maadhi chungu zima, ukijiuliza kuhusu watu wao utapata. Qur'an amekupa ibra, funzo katika kisa hiki, kitu gani ndani yake, kwamba watu hawa wamekuwa kuwalingania watu wao wamekataa kunini kuslimu, bali walikuwa wanafanya muamala, conspiracy kwa ajili ya kuwaua. Wakaona bora wakimbie popote pale, wakawacha starehe zote, majumba yao mazuri, mavila yao, magari yao, kichukua the language modern language yani, wameacha kila starehe na maisha mazuri, na wakakimbilia kwenye pango, pahala padhiki, pahala hakuna kitanda, hakuna godoro, hakuna chakula, hakuna chochote, lakini dini yao ilikuwa kwa wao ni muhimu sana kuliko chochote kile. Pia wakasema watu waliokuwa wanasema katika visa hivi, kila mmoja anapendelea nchi yake, pahala pagani yuko. Kwa hiyo utasikia hayo mapango yenyewe, nchi chungu zima zimetaja zaidi ya nchi 20. Kuna waliosema yuko Amman kule Urdun, kuna waliosema yuko Syria, kuna waliosema yuko Uturuki, kuna waliosema yuko Tunis, kuna waliosema yuko Spain, na sehemu nyingi sana imetajwa. Lakini hakuna mmoja mwenye kumiliki dalili ambayo yenye kuelezea hasa kuhadid iko wapi hivi. Na hivi ndivyo wengi visa vya Qur'ani. Kadhalika Dhulqarnain wamesema majina kadha kadha, lakini kila moja ina walakini, haiwezi kuwa huyu, haiwezi kuwa huyu. Iko Alexander the Great, Alexander Macedonian au nani. Taban visa vingi vimekuja. Kwa hivyo ukitizama hasa sisi tunachukua nini, ile ibra, hata idadi yao. Na haya yanakuja baadaye, sayakuluna 3 rabihum kalbuhum wa yakuluna 5 salisuhum kalbuhum, yote rajman bil ghaib. Walikuwa 3, 4 wao ni mbwa, 5, 6 wao walikuwa mbwa, kullu rajman bil ghaib.
lakini wengine wanasema hii imetengwa rajman bil ghaib mpaka 6 wayakuluna 87 kalbu. Hiyo ndio hakika mambo. Hata hiyo pia si muhimu kujua hali walikuwa 7 na mbwa wao walikuwa ni 8 wao, hata hiyo pia, na hiyo ndio asah min al-aqwal. Kwa hivyo ikiwa kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyotajwa usahihi wa kueleza baadhi ya mambo, na zipo hadithi hata hivyo, lakini chache sana za kuelezea, kutoa extra information kuhusu visa. Lakini mtu akijiabide by the ayat, akiwa anakaa akachukua basi ilikuwa na aya, atapata lile lengo lililokusudiwa katika nini, katika hizi aya. Naam, kwa hivyo hivi ndio ile mfumo wa Qur'ani yote. Daima pasenti ndogo sana ya kisa ilivyo hasa, lakini ibra ndio muhimu sana. Na kaf, maana yake kaf ni pango, fajwa, fatha katika jabali, katika milima. Unaona pale pamefunguka hivi, kuna upenyo wakaingia. Na kwa hivyo kaf ni katika milima au katika majabali, inakuwa kuna mitajwa kaf katika Qur'ani na mitajwa jibali. Katika jabali hayo ndo ndani yake unaweza kupata kuna ghar. Katika hadithi au katika Qur'ani imetaja ghar kama ghar Hira na ghar Thur. Ghar Thur alipohaji Mtume sasa akajificha. Na tofauti baina kaf kwamba ni sehemu mawa pale pa kuweza kukimbilia ukakaa kwa muda, watu idadi kidogo 8, 7, 10 wakakaa. Lakini ghar ni sehemu ndogo kabisa ya dhiki, hata kama wataingia watu wawili basi watatu hawezi kuingia kwa dhiki yake au kwa taabu kama tukaa. Hii ndio maana ghar. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyokuwa ghar Thur na ghar Hira. Ghar Hira pale ambapo alipokuwa akienda kikaa peke yake akimeditate kutafuta ukweli, huyo Mungu yuko wapi, kaka vipi, nini amri zake, anataka tufanye nini, tumwabudu vipi. Lakini masanamu kwa hakika sio kuabudiwa, mpaka akashuka Jibril katika ghar Thur, pango, sehemu ya pango dogo. Kwa hivyo kuna katika Qur'ani imetaja kaf, imetaja ghar, na ghar imetaja katika sura at-Tauba, walipokuwa wawili idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Katika sura at-Tauba wako katika pango, anasema kwa bakitizama mmoja hapo katika miguu yake basi watatuona. Inaonyesha dhiki wa ghar manake. Na kuna maghara, kuna al-maghara ni kubwa kuliko kahf au magharatin au mudakhalan, mkuja katika Qur'ani hapo kusema Tauba sio kama Tauba vile magharat au sehemu za pakubwa sehemu pakubwa pa kukimbilia pia. Naam, kwa hivyo wanasema am hasibta an ashab al-kahf, hawa vijana wa kahf hawa waliokimbilia kwenye pango hawa waraqim. Taib, raqim kitu gani? Wamesema raqim katika sharh habisa mufassirin wametaja kwamba ni qaria, mji wao unaitwa Raqim. Hiyo moja. Wengine wakasema la, ila ashabul kahf wenyewe ndio Raqim wenyewe. Wengine wakasema la, ile jabal lenyewe linaitwa Raqim. Wengine wakasema la, mbwa wao kalbum ndio Raqim. Wengine wakasema la, wadi bonde lile bonde ni Raqim. Wengine wakasema la, wakasema ile sehemu ile sehemu ile jabali, jiwe kubwa lile, rock ile ndio inaitwa Raqim. Wakasema la. Lakini katika hizi zote hizi iliyovutiwa zaidi na mufassirini wakasema possible itakuwa hili ni jambo hili. Kwa sababu nini? Raqim ni maana yake kuandika, raqam na nini, na kuandika maandishi pia kitabu. Kwa hivyo hapa anasema ni loha au jabali, sehemu ya jabali, kwa sababu baadaye walijenga msikiti pale, sio? Wakasema tutajenga msikiti kwa sababu baada ya kisha kufufuka wakaona watu wema, ndio watu walioishi muda ule wa mfalme gani. Kwa hiyo pale Mwenyezi Mungu baadaye akawafisha wakafa, wakasema tutajenga msikiti, kwa msikiti huu kwa watu hawa, watu wema. Mwenyezi Mungu alituletea miujiza, wakaandika majina yao kila mmoja katika majina, wakaweka kama kwa ubao loha au katika jiwe,
wengi wanasema huenda ikawa possible kwamba iloh au hajar ambao ruqima fihi ashabul kahf wanaandikwa hilo ndio itakuwa huenda ikawa ndio maana ilikuwa nzito zaidi raqim. Kwa hivyo majina yao yalipoandikwa pale ndio ashabul kahf raqim, majina yao, dini yao, na baadaye wallahu aalam ikitakuwa kwamba metokezea kwa fi'ali ya nature kama wanavyosema pepo kila siku kuvuma na harakati za weather, hali ya hewa, pengine inasababisha kile kipande kupotea, kufunikwa, whatever it is. Kwa hivyo hakuna yote atakwambia hii ndio raqimi hivi sasa kwa uhakika 100%. Katika aya hizi, aya 9 na 10 na 11 na 12, kama anavyosema Sheikh mmoja, anasema hizi aya 4 ni ufupi wa short. Maana leo habari zikija na kuja mujaz al-akhbar, habari kwa ufupi, halafu baadaye habari nazisubiri, hizi nyingine si muhimu. Unasubiri habari inatajwa kwa ufupi sentence moja mbili, halafu baadaye habari kwa urefu. Kadhalika hizi aya 4 zinazofuatia sasa, am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba, unafikiri kwamba watu wa pangoni kahfa hawa na hawa na wal-raqim ndio pamoja na raqim tulivyoelezea zile zilizoandikwa vitabuni, walikuwa hawa kanu min ayatina ajaba, walikuwa ajabu katika ajabu zetu. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. إذ آيانه كما نبيهم إذ أوى الفتية walipokimbilia hawa vijana ila al-kahfi, kwenye pango, faqalu, wakasema kumwomba Mwenyezi Mungu, Rabbana, ya Mola wetu, atina min ladunka hasana, tupe atina min ladunka ni rahma, tupe nini? Rehma zinazotoka kwako. Wa hayyi lana min amrina, tutengenezee, tuprepare, tuweke min amri, katika jambo letu tupe nini? Rashada, ar-rushd tofauti na rashada. Rashada bimaana uongofu, utuongoze katika hili jambo letu. Tuko hapa hatujui tufanye nini, la tuna chakula, tuna pale pa kukimbilia, hatujui tufanye nini, ilobakia rashada min indika ya Rabb, lete kwa rehema zako tutafutie solution yetu. Sisi tushakimbia, tuko hapa, ikiwa 7 ikiwa 5 na mambo yetu hapa. Kwa hivyo tunangoja shida yako hii kwa ufupi. Fadharabna ala adhani, rashada ya Mwenyezi Mungu ikawa ndio ifaa, basi darabna ala adhanihim, tukapiga na kuziba ala adhani masikio yao, fil kahfi, katika pango, sinina adada. Hii sinina adada inachambuliwa baadaye, hii mukhtasara hapa. Thumma ikisha ba'athnahum, tukafufua nini? Lina'lama, tukafufua ili tujulishe, ayul hizbaini ahsa, ni lipi katika makundi mawili, ahsa lima labithu amada, ilo hisabu sawa sawa muda waliokaa hawa vijana wa pangoni. Taban wakisema sisi tulikuwa tunaishi pale, umji vipi ilikuwaje hapa pale, kwa hivi ndo hawa kisa kile walikimbia. Je, miaka 300 ni karibu zaidi kwa sisi, miaka 2000 kwa 1800 1300 2.5 3000. Taban tuko mbali, kila muda ukiwa mrefu na ukweli unazidi kupungua katika kisa chochote, sio? Na zamani hakuna tadwini kwamba imeandikwa na kudawiniwa na kuhifadhiwa. Kwa hivyo miaka 300 ilikuwa bado karne za mwanzo, bado watu wanaweza hasa jambo hili, jambo ambalo lilikuwa zito sana, jambo la kuwalingania watu wa mji mzima, wakawataki kila mmoja mtaa wake, sehemu yake, wote wakakimbia. It was the talk of the town, jambo ambalo kuzungumza sana, hata ikabidi ni sasa kikubwa kwa wakati wao. Kwa hivyo watu walipoona hawa na wanajua wamekimbilia, julikana mko wapi, they vanished into thin air, labda wamepotea wasionekane. Ikawa ni kisa ina ghumudh,
kitu ni wasema ni mystery, ni kitu ambacho hakijulikani, watu wanatafuta. Kama leo unasikia la Bermuda Triangle, mpaka sasa hivi ukipita chombo wakati maalumu ndege zinapotea, chochote kinachopita kinapotea. Subhanallah, kuna nini? Kitu ambacho siri hakuna anayejua ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watu waweza kujua ndo hawa ndo wale, lakini Mwenyezi Mungu anaelezea baadaye. Kwa hivyo hapa fadharabna ala adhani fi kahfi sinin adada thumma ba'athnahum lina'lama ayu alhizbayn ahsa lima labithu, ule muda loka amad time period. Kwa hivyo aya hizi nne mukhtasar tutazipitia tena uzuri zaidi, lakini hasa na sasa kwa habari kwa urefu. Nahnu naqussu alayka, sasa hivi tunakutoleni kisa kana bitafasili. Nahnu naqussu alayka nabahum. Mashallah, almulahadha mzuri sana katika kuweza kujua kwamba hizi aya yani hizi nne ni kama utangulizi. Wasijivune watu wa kisasa wakasema sisi bwana mipango yetu katika kutoa habari mbalimbali, kwanza tutatoa habari za kwa ufupi. La, wallahi Mwenyezi Mungu ametoa karne 14 nyuma, miaka 1400 nao huko Mwenyezi Mungu ameshatuelezea habari, na sasa ni habari kwa ufupi. Alafu tena tunaendelea na kwa hivyo hapa tunaona kwamba katika kisa hichi cha vijana watu wa zamani, idh manake idharfu zaman, na maana nini? Kitu fil madhi, wakati walipo, na tofauti baina idh na idha. Idha ni dharfu zaman pia, lakini kwa ajili ya mustakbal. Idha itakapo, ilipo. إذ ilipokuwa zamani, idha itakapo, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa, itapokuja ushindi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo idh kitu cha zamani, idha kitu cha mustakbal. Idh awa yarja'u ila, yani kukimbilia kule sehemu ya pangoni. Idh awa al-fityatu, al-fitya ni vijana walokamilika katika ujana wao kwa nguvu, kwa imani, kwa husni tadabbur, husni tamaun, mambo kwa namna watazama mambo kwa vilivyo. Tunasema sisi futua ni ujana ulokamilika baada ya kubaligh na kuwa na correct reasoning katika jambo lolote linaloitwa fitya. Kwa sababu unajua mtoto anatokea tufula kwenye kutambaa na alafu inuka tifla, anasimama na kwenda miaka 2, 3, 4, baadaye anatoka katika marhala ya tufula wa tifl, anaingia katika sabi alafu akitoka hapo miaka 10, 12, 13, anapobaligh tena anaanza sija fata. Na katika Qur'ani imetaja fata na imetaja fitian, kama fitian Yusuf vijana wakala li fitianihi, yani ghilmanihi, vijana wake. Ghilman yani watumishi fitian, hata kwa mkubwa wa umri lakini anaitwa katika fitiani wakala li fitianihi ij'alu bidha'atuhum fi rihalihim katika surati Yusuf, tie biashara vitu wao vijana wote watie katika warejeshe wenyewe. Kwa hiyo kuna fitian tofauti na fata na futua, na fitya ni plural yake Kwa hivyo ukamilifu wa umri, ukamilifu wa akili, ushujaa, kuweza kufanya jambo damu moto, hii inaikuwa katika fitya. Awal fitya tu walipokimbilia hawa vijana ila al-kahfi, al-ma'wa inatumia fama'wahum an-nar wa bi'sa al-masir, makazi yao walipokimbilia huko mwisho wataishia kwenye moto. Wa bi'sa al-masir, na palipo ovu pa kukimbilia na kumalizia mtu umri wake, destiny yake. Kwa hivyo hapa maana awa walipokimbilia tuna pale ila huko, idha al-fitatu ila al-kahfi, katika pango. Faqalu, wakasema, na maneno yao walisema, faqalu rabbana, ewe Mola wetu, atina, tupe, min ladunka, na kuna kauli min indika, ni tofauti baina min indika wa min ladunka. Min ladun
min indika kutoka kwako, lakini min ladunka kutoka kwako, na fi qurb baina, kujikurubisha zaidi kwa Mola, na Mola anataka tuwe chini yako, karibu yako ya Rabb. Min ladunka, hiyo rehema ile kutoka kwako, kama ni kitu kiko karibu sana baina. Kwa hiyo hajataka min indika, alitaka min ladunka, nataka qaraba bainana wa bainaka ya Rabb, utupende, uwe radhi na sisi, utupokee, utupe haja yetu tunaitaka haraka, na haja hii nyingine katika rahma. Atina min ladunka rahmatan, yani tasarufati yote kuanzia dakika hii hatujui tufanye chochote. Ukituliza baada ya saa tutafanya nini hatujui, tutakula nini, tutakunywa nini, tutafanya hatujui chochote, ilo bakia rehema zako Mola. Atina tena min ladunka, vinaonyesha tutaka haraka tupe rehema yako. Atina min ladunka rahmatan, tunataka kutoka kwako itoke rahma. Wahayyi lana, wahayyi lana, wahayyi yani tutengezee, lana kwa ajili yetu sisi, min kutokana na amri, na jambo letu hili. Hili jambo letu hili ni kubwa, limeshakuwa tumeacha majumba yetu, tumeacha kila kitu, ndugu zetu, wazee wetu, tumekwenda kinyume nao, wanataka kufanya conspiracy, muamara, mipango, ndimi mbinu zao kutaka kuja kutuua sisi, na sisi yote ya kwa ajili ya dunia yako ya Rabb. Kwa sababu hapa sasa kuna mambo mawili, kuna al-iman ambayo imepambana na mihna, mashakil na kila problem unaweza kupambana nayo, na kuna nini, inhiraf, kutoka mbali na imani, lakini dunia iko mkononi mwako. Al-iman ya Rabb, usije turejeshe katika kufuru. Hatuitaki kuona kufuru kama tunavogopa mtu kutumbukiza kwenye moto, kama kutumbukiza kwenye moto tukirudi kwenye kufuru, au bima maana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo iman ma al-mihna, madhar sisi tunatetea dia Mwenyezi Mungu, na hizi mihna sipokuwa hawezi kutupa Mwenyezi Mungu mihna kwa kubwa zaidi kuliko kama alivyosema kauli yake, la yukallifu Allahu nafsan ila wus'aha. Wenu mmefanya, mmewatetea mpaka dakika mwisho. Ashab nini yule sahib Yasin wamemua kumpiga mawe, lakini kwa kweli ilikuwa jambo dogo kwa jinsi ya imani yake ilikuwa kubwa, alikuwa akiweza kumudu. Wakampiga mawe, wakasema mimi nitakwenda kushtakini mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtakimbilia wapi? Wama li ya'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Takwenda kwa kwensi maburi, mnajichukua miungu ya uongo isiyokuwa na maana. La wallahi, Mungu wangu huyo nitamwamini, na mimi nakwambieni na nakutakieni kila la kheri. Lakini wapi? Walimpiga mawe wakamua. Ya laita qaumi ya'lamun, hata huko anakufa na yuko katika kuwalingania, yale ingekuwa kaumu yangu najua, bima ghafara li rabbi, kwa kule kunisamea Mwenyezi Mungu, wajalani minal mukramin, waliojaliwa miongoni waliokirimiwa na kupandishwa cheo peponi. Yale ingekuwa najua tu wangu. Na kama tunavyojua kwamba ukiwa imani imekupaa uzuri, ile mihna unaona jambo dogo mbele yako, shida problem yote unapambana nayo na kwa jambo dogo. Tukitazama kisa cha Yusuf na yalomfika baina jela au atekeleza anavyoambiwa, kasema khalani rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi, ya Rabb, jela afadhali kwangu kuliko ile nataka mimi lazima nilifanye. Kwa hivyo hawa vijana alamuna madha nakhtar, watufundisha nini tukichague, au sio? Watufundisha namna gani nini tukichague. Na kisa hichi kwamba utapofanya kazi ya Mwenyezi Mungu na ikafika stage kwamba khalas kiwango cha subra kimefikia mwisho, kikomo, pale nusra Mwenyezi Mungu inakuja. Na hii dalili katika aya ya Bakara tunasoma, ama hasibtum an tadkhulul janna, nafikiri mtaingia peponi tu, walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, mpaka kujieni kisa cha wale waliopita kabla yenu, masatumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu,
kila shida na taabu na wametetemeshwa hata yakula rasul mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walladhina amanu ma'a mata nasrullah nusra mizungu itakuja lini خلاص subra imefikia nini kikomo halafu ala inna nasrallahi qarib bila shaka nusra Mungu inakuja iko karibu nao kwa hivyo vijana baada ya kuomba dua hii atina min ladunka rahma hayyi lana min amrina rashada mambo mawili tupe nini uongofu kutoka kwako rashada uongofu fa na ifada lia basi pale pale fa darabna ala adhani na hii unajua chupa ukichukua ukaifunika hivi ukitikisa sana pengine kizibo kinatoka lakini ukaja ukipiga kwa nguvu ikaziba hasa utarusha tavunjika chupa lakini kifuniko hakitoki sio kadhalika ukiziba pamba tu chochote sauti kelele dharba zinakuja upepo mkali unapiga katika pango ungeleza kanini ungelikuwa mashikio yao hajazibwa vizuri hasa wakuweza kukaa miaka 300 na bila 900 bila ya kuamka ndio dharb ala kama sema Sheikh Shara lazima kupiga kwa nguvu usije ukachukua kwa kidole ukataka kupiga msumari kupiga ukuta uchukua gongo ukichukua msumari unakuwa hujapiga ukuta umejipiga mwenyewe kujiumiza kile kile kupiga lazima kiwe kina uzito zaidi na kina nguvu zaidi kuliko chenye kupigiwa kule kwa hivyo Mwenyezi Mungu ajalia kaziba vizuri mashikio fadharabna ala adhanihim fil kahfi nani yake adhani fil kahfi sinina adada thumma hapo tofauti ya maana baina fa na thumma fa fadharabna hapo tukatekelezea rehema zangu zikawashukia pap kalaza mstafute maji mstafute kwenda kupika mstafute chakula mstafute nini na njaa tutakwenda choni sitaka nini la hapo fa dharabna ala dhani kama anavyosema katika sura Qasas rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li tena rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li aliona kwamba amekosa kamwomba Mwenyezi Mungu amghufirie Musa katika sura rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li ikaja jawabu ni fa hapo faghfara la ghafara fa ni kitu chenye kufuatia lakini instantaneously pale hakuna kuchukua muda lakini ikija thumma maana fa ikafuatia lakini thumma baada muda thumma ikisha thumma ba'athnahum hii thumma hapa imechukua miaka mingapi 309 390 wazdadu 9 thumma ba'athnahum kisha tukafufua si asa kuwafufua tukaamsha actually ni lakini basi kwa sababu nini muda mrefu kule kulala kumekuwa kama kufa kwa hivyo katumika neno ba'athnahum lakini hasa aiqadhnahum yule mtu kamlaza yani أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته كموه كاف خزع ثم بعثه pale hakuna mnyama alikuja kumla hakuna chochote kubadilika vile vile kalala kafa lakini kwa vile vile ni kuamshwa na Mwenyezi Mungu kun fayakun chochote kinakuwa thumma ba'athahu hapa tukitizama nini hapa sema tumeelaza fadharabna ala adhan fi kahfi sinina adada miaka ya idadi chunguzima thumma ikisha baada muda huo ba'athnahum tukisema tukafufua haya tukaamsha sasa kwa sababu dharabna ala adhani na tunajua kwamba hisia senses zote zinakuwa zinasita kufanya kazi isipokuwa masikio tu hata watu zamani wamefanya experiments chunguzima katika kusomesha through nini sleep kwa na experience wameconduct watu chungu zima kwa jaribu watu waliolala kuwekea cassette kwa taratibu repeat tena wanasema kidogo alafu baadaye mtu anaweza kufahamu yale mambo anasoma Allah ilikuwa experiment wakifanya sijui ilishaje mwisho lakini nilikuwa nikifuatilia nikapuuza nikataka kujua kwamba vipi mtu anasomeshwa wakati amelala anyway kwamba masikio yanafanya kazi
na dalili kwamba kitu cha mwanzo ukisikia sauti kubwa kupita ule usingizi kwa mtu pale pale unazindukana naamka kwa sababu kitu gani kilichofanya mke kama masikio yalikuwa active, masikio yalikuwa active au sio? Kwa hivyo tukiwaziba masikio hawatosikia kitu, hawatosikia talasa. Jambo la pili ndio kama zilivyokuja aya kwamba Mwenyezi Mungu akiwageuza mara huku dhata yamini wa dhata shimali, kwa ajili yangu kilala pale pamoja mwili utaoza na yote. Kwa hiyo geuza huku pate upepo, huku pate hali ya hewa ipate kuchangamsha sehemu ya mwili wake. Inshallah tutasita hapa katika kauli hii, fadharabna ala adhani fi kaf sinin adla thumma ba'athnahum lin'alama ayul hizbayn ahsa lima labithu amada. Halafu kuna habari kwa urefu, nahnu nakusu alayka nabahum بالحق. وبهذا نكتفي والله أعلم.